ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Pimbe? Kwa kweli sikulala, lakini sasa hapa tumeamini kusema wana kumbe ni kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa ni ligi ya Uingereza kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ukajisajili, unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa kwako. Bwana, ni muda mzuri wa mastori na friji bovu, ambapo hapa na kujuza taarifa ambazo zinajiri, taarifa ambazo zinaendelea. Bana, taarifa ambayo ninayo muda huu ni kuhusiana na Jean Charles Ahoua. Huyu ni nyota Simba Sports Club ambaye ametumika kwa msimu 1.5 mpaka sasa, akiwa amebakiza miezi 6. Alitua nchini mwaka jana na tuliona namna ambavyo mwamba huyu alikiwasha kweli kweli. Jean Charles Ahoua akiwa na Simba Sports Club. Jean Charles Ahoua msimu uliopita ndio top scorer wa ligi, alifunga goli 16, akawa kinara, lakini akatoa assist 9. Alihusika kwenye idadi ya magoli 25. Kama ni tuzo zingetolewa, basi Jean Charles Ahoua alikuwa anapaswa kuwa MVP, kwa sababu ndio mchezaji aliyehusika kwenye idadi kubwa ya magoli, lakini pia ndio mchezaji aliyefunga magoli mengi, kwa maana angechukua tuzo ya top scorer, lakini pia MVP angepaswa kuwa hivyo. Lakini Pacome alikuwa anahusishwa pia, lakini tuzo hazikutoka. Ila Jean Charles Ahoua ndio mchezaji aliyokuwa na namba kubwa sana, alikuwa na namba bora kuliko mchezaji mwingine awaye yoyote yule. Msimu huu hajaanza vizuri, tulifahamu kutokana na benchi la ufundi kubadilika. Fadlu Davids ni mmoja wa wachezaji ambao alikuwa anawategemea sana Jean Charles Ahoua, ambaye msimu jana aliwafikisha hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kama unakumbuka, alihusika katika kila mechi, walau kuhusika kufunga ama kutoa assist. Lakini pia mechi ya mwisho dhidi ya Stellenbosch ya kuitafuta hatua ya fainali ilipigwa pale visiwani Unguja, na bao lake la Jean Charles Ahoua ndio lilowapeleka Simba katika hatua ya fainali, kwa sababu walivyotoka na goli lao hilo moja, walivyosafiri hadi kule Durban, South Africa, pale Moses Mabida, mechi iliisha suluhu. Kwa hiyo Jean Charles Ahoua ndio aliyoipeleka Simba hatua ya fainali dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo msimu jana alikuwa na performance kubwa sana, wanasema alikuwa na ile performance ambayo ni outstanding, lakini ndio hivyo tena. Bana, taarifa ambazo tayari Simba amezitangaza ni kwamba rasmi wamemuuza bana Jean Charles Ahoua. Kulikuwa na tetesi nyingi sana. Huyu mchezaji alikuwa anatakiwa nchi nyingi, Iraq, lakini pia alikuwa anatakiwa na klabu ya MC Alger, Usma pia, lakini pia alikuwa anatakiwa na Raja Athletic Club, Raja Casablanca chini ya Fadman Davids. Lakini taarifa ni hivyo kwamba tayari Jean Charles Ahoua amekwisha ondoka nchini, ameenda kwa pale Ivory Coast kwa ajili ya kujiandaa na safari yake kuelekea kule Algeria. Anaenda kujiunga na timu gani? Simba ameweka bayana. Jean Charles Ahoua anaenda kujiunga na Shabib Riyad, wanaitwa Shabib Riyad ama CR Belouizdad, ndio timu ambayo Jean Charles Ahoua anaenda kujiunga nacho, na tayari wamemwandalia mkataba wa miaka 2 hadi 3. Kwa hiyo utaona hapo nyota anatoka Simba anaenda CR Belouizdad, na kule Belouizdad anakutana na kocha wa zamani wa Yanga Seramovic, ambaye anafaa vizuri kwa sasa kwa pale. Lakini pia anaenda kukutana na nyota wengine kama kina Arthur Bada, tuna wachezaji wengine kadha wa kadha ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza huko. Kwa hiyo CR Belouizdad, Arthur Bada hata yuko JS Kabylie, nisije nikachanganya madawa kidogo. Arthur Bada yuko JS Kabylie, nyota wa zamani wa Singida Black Stars. Kwa hiyo tayari Jean Charles Ahoua Simba wamemuuza, wamekunja kitita. Nimeambiwa wamekunja mzigo mrefu kama bilioni 2, lakini wengine wanasema bilioni 1.5. Simba hawajaweka bayana wamemuuza kwa kiwango gani cha fedha wamemuuza Jean Charles Ahoua. Maswali yanakuja kwamba wamemuuza Jean Charles Ahoua, mbadala wake ni nani pale? Je, wachezaji ambao watawasajili wanaweza wakaenda kuonyesha kile ambacho Jean Charles Ahoua alikuwa nacho? Kwa sababu paka sasa hivi habari ya Simba na chama kama imekufa. Lakini ukiangalia katika eneo la kiungo pale namba 10 yuko Morris Abraham, ambaye tunafahamu ubora wake. Lakini kwa upande wa wachezaji wa kigeni, nimeona Simba wanaanza kuhusishwa na wachezaji wengine wa kigeni ambao wanaweza kwenda kuchukua nafasi ya Jean Charles Ahoua. Maswali yanakuja kwamba mchezaji ambaye alikuwa bora sana msimu jana, Simba ameruhusu vipi ameondoka katika eneo hili la dirisha dogo? Lakini nilichokuja kubaini ni kwamba mchezaji mwenyewe
hana furaha sana na klabu ya Simba kwa sasa kwa sababu ya performance na mambo mengi sana yanayoendelea ndani ya uongozi wa Simba. Sababu amekuwa akiaona, na mchezaji yote yule huwa anahitaji kutimiza malengo ya klabu lakini pia na malengo yake binafsi. Kama timu inakuwa haina maelewano mazuri, viongozi hawana maelewano mazuri, mafanikio hayawezi kutokea. Mchezaji anaweza kuporomoka. Na Jean Charles Ahoua alianza kwa gia ya chini sana msimu huu. Alianza na gia ya chini. Alikuwa hapana nafasi ya kuanza, hapana nafasi ya kucheza. Mechi dhidi ya Azam FC hakucheza kabisa. Kwa hiyo utaona alikuja kucheza lakini baadaye hakufanya chochote. Kwa kwangu mimi ninachotaka kuamini ni kwamba Jean Charles Ahoua anaondoka kwa sababu hana raha, hana furaha. Kwa sababu angekuwa ni mchezaji mzuri ambaye tunajua anaitegemea timu ifikishe malengo yake, angeendelea kusalia pale kumaliza mkataba ama kuendelea pale. Lakini Simba wameona kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Jean Charles Ahoua kutokufanya vizuri, pengine kutokuonyesha kile ambacho alikuwa nacho msimu jana, anaweza muda ukaisha wasipate chochote kutoka kwake, kwa maana akimaliza miezi yake 6 ataondoka kama free agent. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Simba pia hawakitaki na wanakihofia. Wamekubali kumuuza sasa hivi na wamekunja mzigo wa kutosha ili waweze kuingia sokoni na kuongeza wachezaji. Lakini je, hizi fedha za Jean Charles Ahoua wanaenda kuziongeza sajili za namna gani? Wanaongeza wachezaji wa namna gani ambao wataenda kuwavutia na kufanya vizuri hasa wakiwa uwanjani kwenye mechi za ligi, kutetea kuchukua ubingwa wa ligi kuu kwa sababu wamekosa misimu 4, lakini kwenda pia katika hatua kubwa. Je, katika hatua ya robo finali wataenda msimu huu kwa kikosi ambacho wanakiongeza na mambo kama hayo? Tunajua wamepata mzigo mrefu, lakini hizo fedha zitatumika vipi kwa ajili ya kwenda kuongeza maingizo ya wachezaji muhimu ambao wataenda kufanya kazi nzuri? Kwa Jean Charles Ahoua, he is no longer at Simba Sports Club. Kwa sasa sio mchezaji wao tena. Wale ambao mlikuwa mnamfurahia Jean Charles Ahoua akiwa uwanjani, na hakuna mchezaji aliyokuwa anaweza kupiga free kick kama Jean Charles Ahoua. Yani Ahoua anaondoka, hakuna mchezaji ambaye ana rekodi ya kwake. Ahoua tangu ameingia ndani ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, watu wengi watamkumbuka kwa upigaji wake wa free kick, lakini pia kwa upigaji wake wa penalti. Jean Charles Ahoua hajawahi kukosa penalti hata moja. Anaondoka na ndio mchezaji aliyofunga magoli mengi sana kwa mikwaju ya penalti. Aina yake upigaji wa penalti hakuna mtu ambaye amewahi kufanya. Tumeona kina Chama wanafunga lakini wanakosa, kina Pacome wanakosa, kina Azizi wamekosa, lakini Jean Charles Ahoua ndani ya msimu mmoja, outstanding performance, hajapoteza penalti. Hicho ndicho ambacho watu wengi wanaweza kumkumbuka. Lakini pia free kick, na ndo top scorer. Kama ndo tuzo, yeye ndo mfungaji bora, lakini tuzo hazijatoka. Anaondoka Simba sasa hivi, anaenda CR Belouizdad, na hivi ninavyozungumza nayo tayari ameshasafiri zake yuko kule Ivory Coast, anajiandaa kwa ajili ya kwenda CR Belouizdad. Nani watampata kwenda kucheza pale namba 10, kwenda kufanya yale aliyokuwa anafanya Jean Charles Ahoua? Nani watampata wa kigeni ambaye ataenda kuwa na namba bora kama za Jean Charles Ahoua? Nafikiri kocha Steven Becker analifahamu hilo, na ndio maana ameamua kuingia sokoni kwa sasa na kuamua yeye mwenyewe kuridhia wachezaji kuondoka, kwa sababu hadi kuona mchezaji anaondoka ni kocha ameridhia. Kwa sababu ingekuwa kocha anamhitaji, angesema bana, bado namhitaji huyu mchezaji. Lakini pia Steven Desemukwala, kocha anasema hatoshi, anataka aondoke ili akatafute changamoto nyingine sehemu nyingine. Kwa utaona hayo mambo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, yote ni kwa ajili ya kuboresha kikosi chao. Wachezaji waliopo pengine bado hawawapi kile ambacho wanakihitaji kukipata. Jean Charles Ahoua, bye bye. Yani tutaendelea kumkumbuka, na mimi nitamkumbuka kwa sababu ya aina yake ya ufungaji wa magoli kwenye mikwaju ya penalti na kuforce. Jean Charles Ahoua ni mtu ana force, lakini pia mara nyingi alikuwa makosa yake machache lile ubinafsi tu wa kujinufaisha mwenyewe, kutokupiga pasi kwa wafungaji, yeye akiwa anatamani kufunga zaidi. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yake, lakini aliondoka akiwa na namba bora kabisa. Kwa hiyo Simba anaendelea kushusha vyuma, huku pia wachezaji wengine wakiwa wanatolewa, wengine wakiwa wanaondoka pia, kama ambavyo Mzamiru Yassin ametolewa kwa mkopo pale TRA, kama vile ambavyo Awesu amepelekwa kwa mkopo pale katika kosi ya timu ya polisi ya Kenya, lakini pia kama ambavyo wachezaji wengine wanahusishwa, kina Joshua Mutale, kina Chamu Karabwe, kina Mukwala Dese na wengine, lakini huku akiwa anaendelea kuingiza wachezaji, na leo wanaanza kushusha vyuma. Kwa hiyo kama mkao kula kwa mfalme wa soka hapo kwa Friji Bovu, nitakuwa naleta mambo mengi ambayo yanaendelea pale Msimbazi. Endelea kuenjoy, subscribe hapo, kusalama kengele. Nyuma ya kamera alikuwepo Ahoua mwenyewe, Paul Emmanuel. Najua atakuwa anaumia sana na taarifa hizi. Ulijisikiaje ulivyopigiwa simu kwamba wewe ndiye mshindi wa gari hii kutoka Pembe? Kwa kweli sikulala, lakini sasa hapa tumeamini kusema wana
kumbe ni kweli. Ligi pendwa ambazo huenda zimekupelekea wewe kuwa kwenye orodha ya washindi wetu wale wanaofanya vizuri mpaka kuja kwenye ushindi huu mkubwa Ni ligi ya Uingereza. kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli, ama kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ukajisajili, unakuwa sehemu ya draw nyingine zijazo na ushindi ukawa kwako.